Ripoti ya pili mimi kwangu kama waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji inanipa uelekeo mpya wa utendaji kazi. Kama mlivyosikia, ziko kampuni kubwa zinafanya kazi na hizo kampuni nyingine hazijasajiliwa na mamlaka ya BRELA. Hiyo ina maana yake kwamba tunapaswa kujifunga mkanda, kuvuta soksi, kuangalia tunafanyaje kazi. Na kwa watendaji wangu niwaeleze ni kwamba na wadau wa biashara wategemee namna mpya ya BRELA kufanya kazi. Ina maana tunaweza kuja na mbinu mpya za kusajili makampuni, lakini na wale wanunua huduma, kama wewe unatangaza tenda, lazima mchukue muda wa ziada, hatua moja zaidi ya kwenda kufanya vetting. Mtu anapokuja kwako kuomba kazi, anakuambia ni limited company, upaswi kuzungumza naye mpaka ufanye vetting kwamba huyu mtu amesajiliwa. Ni taarifa inasikitisha kwa misingi yote, na mtu unaweza kujiuliza kama kweli wewe unafanya kazi. Kwa hiyo napenda kuisemea hiyo ndio kitu ambacho kimeni strike, kitu ambacho kimeniuma ni kwamba ninachoweza kuahidi wa Tanzania, BRELA kuja kufikia mwezi wa 9 itakuja na masharti mapya na mengine huenda yakawasikitisha. Nataka nimpongeze rais kwa utaratibu huu mzuri kwamba anaunda tume inakwenda kufanya kazi, halafu wakati wa kupokea ripoti hapokei mwenyewe faragha, anaita watu wengi wa rika mbalimbali, vyeo mbalimbali, wa tasnia mbalimbali, pamoja na waandishi wa habari, na inatangazwa nchi nzima. Mimi nadhani hili ni jambo zuri. Watanzania wanajulishwa tume imefanya kazi gani na maudhui yaliyoko kwenye taarifa ya tume. Maana yake ni kwamba kwanza Watanzania wanajua kuna nini kwenye taarifa, lakini jambo la pili ambalo ni muhimu sana ni kwamba rais mwenyewe anayojiwajibisha kwamba taarifa ile imejulikana na kila mtu. Kwa hiyo basi atasimamia kuhakikisha kwamba anatekeleza. Jambo la pili ambalo mimi nampongeza rais, tofauti labda na watu wengine wanavyofikiri, ni kwamba rais ameunda tume, anasahihisha kasoro na makosa ya nyuma kwa kufuata katiba, sheria na taratibu. Tume imeundwa, imeleta mapendekezo, amegawa majukumu kwenye vyombo mbalimbali vya serikali na bunge kuhakikisha kwamba tunasahihisha yale makosa tuliyoyafanya ili Watanzania waweze kupata maslahi wanayostahili. Lakini la mwisho, mkumbuke kwamba rais anachukua nafasi ya urais, aliapa katika kiapo chake kama katiba inavyosema kwamba atalinda rasilimali za taifa ziweze kutumika kwa maslahi ya Watanzania. Hiki anachokifanya ni utekelezaji wa kiapo chake.